Nimeona mwamko mkubwa sana na nitumie fursa hii kuwaomba tena, kuwasemesha tena wanachama wa Yanga na mashabiki wetu. Tuna magari 30 ambayo yanakwenda Tanga, bado hayatoshi. Malengo ni magari 50. Tunaondoka Jangwani Jumamosi saa 3 kamili asubuhi. Kwa hata kama una Alphard yako, chukua wanao twendeni Tanga. Una Crown chako, chukua wanao njoo Jangwani twende Tanga. Tunataka tutengeneze msafara wa kihistoria ambao haukuwahi kuonekana kwenye ligi za ndani. Inshallah wana Yanga hawajawahi kutuangusha na hawatuangusha. Tayari tumempa kazi mwalimu Yanga, namba yake ipo na namba yako ipo, wakufuate DM, wanifuate mimi DM. Magari bado yako mengi, tunataka magari mengi zaidi kwa ajili ya kwenda Tanga. Yako 30, Jumamosi akafike magari 50 inshallah. Yes, mtazamaji wa Uondo TV. Hiyo ni kauli ya Ali Shabani Kamwe ambaye ni meneja wa habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Yanga. Amezungumza kwa kiasi kubwa, na hii ni hamasa kuelekea kwenye mchezo wa nusu finali kombe la shirikisho ambao tunasema kwamba FA CRDB. Je, ni timu ipi ambayo itapata ushindi kati ya Dar es Salaam Africans dhidi ya JKT? Kumbukwe hii ni hamasa ambayo amekuwa anaifanya afisa habari wa klabu ya Yanga ambaye ni Ali Shabani Kamwe, lakini pia amezungumza kwa kiasi kubwa, amezungumza mambo mengi ambayo yanahusu fakti za football kwa kiasi kubwa, kwa sababu amezungumzia msafara mebiwa magari, lakini ni hamasa kubwa. It means kwamba kwenye football tunaamini kwamba motisha au motivation ambayo tumekuwa tunasema kwamba hamasa ni kitu kikubwa sana ambacho kimekuwa kinaisaidia club. Maybe unaona kwamba anazungumzia swala la fan base, maybe mashabiki wa Yanga, wanachama wa Yanga, mashabiki wa soka pia ambao wanaweza kupata nafasi ya kuweza kusafiri kutoka Dar es Salaam maeneo mbalimbali pwani kuelekea kwenye tunasema kwamba sehemu husika ambao itakuwa ni mkoa wa Tanga. Kwa hiyo bado unaona kwamba ni intention kwa kiasi kubwa kwa kile kitu ambacho amekuwa anakizungumza Ali Shabani Kamwe, lakini kuweza kujua vitu gani ambavyo anaweza akavifanya. Talking about JKT, ni timu ambayo yenyewe imekuwa na big surprise kwa kiasi kubwa, kwa sababu ukijaribu kuangalia kwenye NBC Premier League ile early to early namna ambavyo JKT imekutana na Dar es Salaam Africans, mchezo wa kwanza Young Africans ilifanikiwa kupata ushindi wa goli 2, lakini pia mchezo wa pili ambao ulifanyika pia pale tunasema kwamba Isamuyo JKT ilifanikiwa kutoa 0-0 na Dar es Salaam Africans. Kwa hiyo unaona kwamba bado ni game ambayo itakuwa ya motisha kwa kiasi kubwa katika pande zote mbili, lakini bado uwezi shindwa kuipa thamani ya Dar es Salaam Africans, kwani timu ambayo inakuja kama first team, lakini pia JKT inakuja kama underdog au second team. Hiyo inakupa room ya kuweza kufikia kwamba kitu gani ambacho kinaweza kufanyika, lakini to be honest ni moja kati ya mchezo ambao utakuwa wa kupishana, lakini timu yote ambayo ikitumia nafasi kwa kiasi kubwa inaweza ikapata matokeo ya point 3, lakini pia inabidi upongeze hata kile kitu ambacho amekuwa anakifanya Ali Shabani Kamwe, hamasa ambayo amekuwa anaitoa, motisha pia ambayo amekuwa anaongoza kwa kiasi kubwa, ni kitu ambacho naweza nikakizungumza. Kwa hiyo yes, bado unaiona nafasi ya Young Africans kuweza kufanya vizuri, lakini pia bado unaiona nafasi ya JKT kufanya vizuri, lakini pia inabidi uweze kusifia tunasema kwamba hizi mid table teams kwa sababu zimekuwa na ubora kwa kiasi kubwa, kujua kwamba vitu gani ambavyo wamekuwa wanavifanya. Kwa hiyo bado tunasubiria kwamba ni kitu gani ambacho kinaweza kutokea kwenye mchezo wa CRDB Federation Cup ambao utakuwa unakutanisha mabingwa wa kihistoria ambao ni Dar es Salaam Africans dhidi ya JKT ambao ina wachezaji ambao kina Adam, kina Shiza Ramadhani Kichuya, kina tunazungumzia kina John Lafayette Boko, Hassan Drunga ambao wana experience, uzoefu mkubwa kwenye NBC Premier League, kwenye michuano pia ya shirikisho. Kwa bado naona kwamba ni game ambayo itakuwa balance level katika pande zote mbili. I mean katika upande wa Yanga, lakini katika upande wa JKT. Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah.